على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwaka wa pili tokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ahame kutoka Maka kwenda Madina, mwezi wa Shaaban ilifaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhani, na baada ya kufaradhishwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani 9 katika uhai wake. Ibada hii ilifaradhishwa kwa aya ya 183 katika suratul Baqara, ambayo Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi wale ambao mlioamini, imefaradhishwa kwenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Lengo la ibada ya funga, Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya hii, ni sisi tupate kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu maana yake ni kuweka kizuizi, kinga kati yako na adhabu za Mwenyezi Mungu. Unawekaje kinga hii? Unaweka kwa kufanya yale aliyoyaamrisha na kuyawacha yale aliyoyakataza. Hivyo ukiambiwa maana ya ucha Mungu, maana yake ni kuweka kizuizi kati yako, kwa kufanya kati yako na adhabu za Mwenyezi Mungu, kwa kufanya aliyoamrisha na kuacha aliyoyakataza. Hiyo ndio lengo la funga ya mwezi wa Ramadhani. Tumeingia ndani ya funga ya mwezi wa Ramadhani, tujikague vizuri kwa maana ya kuelekea na kufikia lengo lililokusudiwa. Mmoja katika wanazuoni akafasiri vizuri maana ya ucha Mungu akisema, wajtahid alla yaraka maulaka haithu nahaka. Kwenye maisha yako popote utakapokuwa, jitahidi asikuone Mola wako pale alipokukataza. Ulipotoka kule ulikotoka, umekuja hapa msikitini, jikague pale ulipotoka kuja msikitini ndio pahala ambapo Mwenyezi Mungu hataki kukuona. Lakini anasema wa alla yafqidaka, na ufanye jitihada Mungu asikose kukuona pale alipokuamrisha anataka kukuona. Ndio maana ya ucha Mungu. Funga zetu zitakuwa na maana ikiwa pamoja na kufunga tunafanya jitihada kwamba Mwenyezi Mungu asituone pale alipotukataza na Mwenyezi Mungu asitukose pale alipotuamrisha. Kinyume cha hivyo, itakuwa lengo la funga ambalo ni sisi kuwa wacha Mungu bado hatujaliendea kisawasawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya ya 27 anatueleza wazi kabisa, matendo yoyote yanayofanywa yawe mema kiasi gani, yatapokelewa kwake yeye na kukubaliwa kutoka kwa mtu aliyemcha Mungu. Kwa hivyo chochote unachokifanya, jikague kwenye daraja hii. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwamba hakika Mwenyezi Mungu anapokea na kukubali matendo kutoka kwa wale wenye kumcha Mungu. Kwa hivyo funga hii ili ipokelewe, ili ikubaliwe,
ni lazima iwe inatupeleka kwenye lengo la funga, nalo ni kuwa wacha Mungu. Na kwa hivyo kila mmoja wetu awe anajikagua mara kwa mara kwamba yeye yumo kwenye jitihada ya kutoonekana pale alipokatazwa, yumo kwenye jitihada ya kutokosekana pale alipoamrishwa. Akiwa yumo kwenye jitihada hiyo, basi adumu hapo, kwa sababu anaelekea na amesimama kwenye mstari ulio wa sawasawa. Mmoja katika watu wema waliopita, na wanazuoni wanatuambia wema wote walikuwa wanaiogopa sana aya hii. Amir bin Abdullah, yeye alikuwa anasema, mimi kujua kwamba Mwenyezi Mungu kabila minni, amekubali na amepokea kwangu mimi swala moja tu, ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha, ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo. Kwa nini? Kwa sababu amemsikia Mwenyezi Mungu anasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Mwenyezi Mungu anapokea na kukubali matendo kutoka kwa wacha Mungu. Hivyo kwa kuwa lengo la funga ni kuwa wacha Mungu, na kwa kuwa ucha Mungu maana yake ni kutoonekana pale Mwenyezi Mungu alipokukataza na kutokosekana pale Mwenyezi Mungu alipokuamrisha, tuifanye funga yetu mwaka huu iwe na maana kisawa sawa kwa kila mmoja wetu, kuhakikisha hakosekani alipoamrishwa na haonekani alipokatazwa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lengo la funga hii ni kutufanya sisi tuwe wacha Mungu, na ucha Mungu maana yake ni kutokosekana pale ambapo Mwenyezi Mungu anataka uonekane, na kutoonekana pale ambapo Mwenyezi Mungu hataki uonekane. Sio kupozi kwa siku 30 au 29 alafu zikipita unarudi kule kule. Sio kupozi ulevi kwa siku 30 au 29 alafu zikipita unarudi kwenye ulevi. Sio kupozi kufanya zinaa kwa siku 29 au 30, zikipita unarudi kule kule. Sio kupozi kucheza kamari na kula riba na kufanya yote yasiyofaa kwa sababu ya siku hizi 29 au 30. Lengo ni sisi kuwa wacha Mungu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza ucha Mungu kituo chake katika miili yetu ni wapi. Akasema, attaqwa hahuna, anawaambia masahaba ucha Mungu uko hapa. Mpokeaji wa hadithi hii anasema Mtume akaashiria kwenye kifua chake mara 3. Kumbe ucha Mungu makazi yake ni katika moyo. Kila mmoja wetu ajikague kwenye moyo wake, yeye kaweka nini, kwa kuelewa maana ya ucha Mungu, kuweka kinga kati yetu sisi na adhabu za Mwenyezi Mungu
kwa kufanya aliyoyaamrisha na kuacha aliyoyakataza. Hicho ndicho kilicho ndani ya nyoyo zetu, kwa sababu uchamungu pahala pake ni hapo, na hapo kwenye moyo ndio pahala anapopaangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametueleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tujue, anasema inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Mwenyezi Mungu haangalii katika sura zenu wala haangalii katika miili yenu, lakini anaangalia katika nyoyo zenu. Mimi na wewe tujiulize, Mwenyezi Mungu akiangalia kwenye moyo wako anaona nini? Anaona mahusiano mazuri na wazazi wako, kwa sababu hiyo ni sehemu ya uchamungu. Anaona nia njema ya wewe na wafanyabiashara wenzako, kwa sababu hiyo ni sehemu ya uchamungu. Anaona nia njema ya kusuluhisha ugomvi wako na ndugu zako, kwa sababu hiyo ni sehemu ya uchamungu. Nini anaona? Moyo wako uko wapi? Ramadhani imeletwa ili tuwe wachamungu. Kwa hivyo pia inatupa nafasi ku retrospect, kujikagua vizuri namna ulivyofikiri zamani, matendo uliyoyafanya zamani. Sasa ndani ya Ramadhani unajikagua vizuri ili ubadilike. Unajikagua katika utaratibu ulio sawasawa, na ndio maana Mwenyezi Mungu katuambia ayyama ma'dudat, siku chache. Lakini siku chache hizi zitakuwa na maana kubwa zikitumika vizuri, na kutumika vizuri ni kuzitumia katika kuelekea kwenye anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Siku chache hizi Mwenyezi Mungu anatutaka tujifunze self discipline, ndio msingi wa kila mafanikio kwenye maisha. Anatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha kana yaumu saumi ahadikum, itakapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu kafunga, fala yarfuth wala yaskhab, kwamba huyu asijiingize kwenye maneno machafu, asijiingize kwenye mambo yasiyofaa. Fa insabahu ahadun, akitukanwa na yoyote au mtu anataka kugombana naye, falyaqul, basi na aseme inni mru'un saimun, mimi nimefunga. Self discipline anayoionyesha ndani ya Ramadhani, akiitumia kwenye maisha yake itamfanya afanikiwe sana duniani na akhera. Sehemu nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia laisa siyamu min al-akli wash-shurb, kufunga hakuishii kujizuia kula na kunywa tu. Innama siyamu min al-lahwi war-rafath, funga hakika yake pia ni kujizuia na maneno machafu na kujizuia na vitendo visivyofaa. Lazima kuwe na tofauti kabla ya kuingia kwenye saumu na baada ya kuingia kwenye saumu. Na anasema fa insabaka ahadun, akikutukana yoyote, au jahila alaika, au akafanya vitendo vya kipuuzi vya kijinga mbele yako, faqul, sema inni saimun, mimi nimefunga. Jizuilie, weka nidhamu binafsi. Kwa saa 12 huku kwetu, siku 29 au 30, tayari hiyo itakuwa ni tabia yako. Ramadhani kwa wakati wetu huu vile vile inatufunza sasa tufanye kile cha nidhamu binafsi kwenye mitandao kinachoitwa digital self discipline, kupambana na scrolling behavior ambayo inakula muda, inapoteza wakati, inamnyima mtu kufikiri, anakaa yuko kwenye scrolling tu. Na sasa watengenezaji wa hivyo wameleta inayoitwa infinite scrolling, kwamba wewe kila ukiscroll vile hakuna pahala inaishia, inaendelea tu na muda wako unazidi kwenda. Tahamaki, Ramadhani hii itamalizika, mwezi wa Qur'ani, huna hata robo juzu ya Qur'ani uliyosoma. Lengo la funga ya mwezi wa Ramadhani ni kutufanya sisi tuwe wacha Mungu. Tulielewe hili, tuishi nalo ndani ya mwezi huu, na wacha Mungu hawa ndio Mwenyezi Mungu anakubali matendo yao.
lakini pia ndio wenye mafanikio, kama Mwenyezi Mungu anavyotuambia, inna lilmuttaqina mafaza, hakika kufaulu unastahiki kwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Kisha kwa maneno mazuri haya, mafundisho aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika na kumalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan, amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib, بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.